Bila shaka ujambo popote pale unapoifuatilia TBR24 Media. Karibu sana tuyazungumze yale ya kimichezo, hususan taarifa ambazo zinajitokeza kwa hapa na pale. Na moja ya taarifa ambayo imejitokeza ni kutoka upande wa wananchi Young Africans, wao wakioji kuhusiana na maamuzi ya bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, kwa maana virungu ambavyo walivitoa kwenye siku chache zilizopita hapo nyuma. Lengo kubwa ni kutokana na mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulikutanisha Young Africans pamoja na Simba, mchezo ambao ulichezwa siku ya tarehe 1 mwezi wa 3 wa mwaka 2026 uwanja wa New Amani Zanzibar. Sasa baada ya mchezo huo kuna mambo mengi yalizungumzwa kuhusiana na matukio ambayo yalijitokeza kwenye mchezo huo, hususan kwa upande wa waamuzi wa mchezo huo, lakini pia baadhi ya moment ama matukio ambayo yalijitokeza kwenye mchezo huo. Lakini Young Africans leo pia wametoka hadharani na kutoa taarifa yao, wao wakidai kwamba wameiandikia bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, wakiambatanisha baadhi ya vitu ambavyo wanapaswa wapewe ufafanuzi zaidi kuhusiana na yale matukio ambayo yalijitokeza kwenye mchezo huo. Kwanza wamehoji kuhusiana na maamuzi ambayo yalifanyika kwa kupitia bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara kuwafungia waamuzi wa pembeni wa mchezo huo. Kwanza taarifa yenyewe ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara ilikuwa inazungumza ya kwamba tuipitie kwa uzuri afu tujue kwa nini Young Africans wameandika barua kwenda TPLB kwamba mwamuzi msaidizi nambari 1 wa mchezo tajwa hapo juu, kama na kwamba Kasim Mpanga kutoka Dar es Salaam amefungiwa miezi 6 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vema sheria ya mpira wa miguu, ambapo katika dakika ya 70 ya mchezo alikataa bao arari la klabu ya Simba kwa kile alichoonyesha kwamba kulikuwa na kosa la kuotea kabla ya kufungwa kwa bao hilo. Hata hivyo, taarifa ya wataalamu wa kutafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanya tathmini ya video ya tukio hilo imebainisha kwamba hakukuwa na kosa lolote kabla ya kufungwa kwa bao hilo. Lakini hata hivyo pia walisema adhabu hii ni kwa mjibu wa kanuni ya 41 mpaka 8 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Lakini pia mwamuzi msaidizi nambari 2 wa mchezo tajwa hapo juu, Amdan Said kutoka Mtwara, amefungiwa miezi 3 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu, ambapo katika dakika 61 ya mchezo aliashiria kuwa mchezaji Prince Dube wa klabu ya Yanga alikuwa katika eneo la kuotea, hivyo kusimamisha shambulizi ambalo klabu ya Yanga ilikuwa inalifanya langoni mwa Simba. Hata hivyo, taarifa ya wataalamu wa mchezo taarifa ya wataalamu wa kutafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanya tathmini ya video ya kina walibainisha kwamba mchezaji huyo hakuwa katika eneo la kuotea wakati mpira huo ulipopigwa kuelekea kwake. Adhabu hii ni kwa mjibu wa kanuni ya 41 kifungu kidogo cha kwanza mpaka 8 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Moja kitengo ambacho Young Africans wamekilalamikia ni pamoja na kufungiwa kwa hawa waamuzi wa pembeni kama nilivyokufahamisha. Moja ya taarifa ambayo wao wameandika ni pamoja na kuhusiana na kwamba kwa nini mwamuzi wa pembeni nambari 1 yeye amefungiwa miezi 6, ili mwamuzi nambari 2 wa pembeni yeye amefungiwa miezi 3, ili
makosa ambayo yamefanyika yote alikuwa yanaenda kuwanufaisha pande zote mbili. Goli la Selemani Mwalimu kama lingehesabiwa lilikuwa linaenda kuinufaisha Simba, lakini pia hata ile movement ya Prince Dube alikuwa pengine ingeenda kuzalisha goli ambalo pengine lingewasaidia Young Africans. Sasa wameandika barua kuhusiana na kupewa ufafanuzi kwa nini mwamuzi nambari 1 kwenye mchezo huo amefungiwa miezi 6 na mwamuzi nambari 2 yeye kafungiwa miezi 3. Lakini taarifa nyingine ambayo wameilalamikia wananchi Young Africans ni pamoja na kuhusiana na kufungiwa kwa mchezaji wa Simba Selemani Mwalimu. Hapa kupitia taarifa ambayo alitoa TPLB inasema ya kwamba ni tukio la mchezo kati ya Simba dhidi ya Dodoma ambalo Yanga pia wamelalamikia ya kwamba ilikuwa ni mchezo nambari 077 Dodoma Jiji dhidi ya Simba, ambapo mchezaji Selemani Mwalimu wa klabu ya Simba ya Dar es Salaam amefungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumpiga kiwiko kwa makusudi mchezaji Andy Bikoko wa Dodoma Jiji wakati mchezo tajwa hapo juu ukiendelea. Adhabu hii ni kwa mjibu wa kanuni ya 41(5)(2) ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Moja ya sehemu ambayo Young Africans pia wamelalamikia ni pamoja na mchezo wa Dodoma Jiji dhidi ya Simba kwamba faini ambayo ametozwa ama kufungiwa kwa Selemani Mwalimu kwa idadi ya michezo 3, wanataka wapate ufafanuzi kwamba wapo wachezaji 5 ambao wanacheza ligi kuu Tanzania bara ambao na wao pia walikumbwa na adhabu kubwa ya kufungiwa kwa michezo 5 kutokana na kufanya kitendo ambacho kinaendana na kitendo alichokifanya Selemani Mwalimu mbele ya mchezaji wa Dodoma Andy Bikoko. Lakini kwa upande wa TPLB wao maamuzi yao ni kwamba Selemani Mwalimu amefungiwa michezo 3 na faini ya shilingi milioni 1. Wanataka apate ufafanuzi. Je, ni kanuni gani ambayo imetumika kuwafungia wachezaji hawa 5 ambao na wao walikumbwa na dhahama kama ya Selemani Mwalimu, lakini pia ni sheria gani ambayo imetumika kumwadhibu Selemani Mwalimu kwa kumfungia michezo 3? Moja malalamisho ambayo Young Africans pia wameyaandika kwenye barua yao ambayo wameituma pale bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Na wewe unahisi Young Africans wapo sahihi kwa hiki ambacho wamekifanya ama la? Andika ujumbe wako hapo mfupi, basi mambo yatakuwa vizuri kabisa. Mimi ndivyo ninavyofika mwisho hapo kukupa updates kutoka kwa wananchi Young Africans na kile ambacho kimejitokeza. Nyuma ya kamera alikuwa ni mwanangu sana Bravius Joas, jina langu ni Jerwini Jackson. Endelea kufuatilia TBL 24 Media. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.